Tunakuabudu wewe Bwana wetu Yesu Kristo, hapa na katika makanisa yako yote ulimwenguni, na tunakutukuza kwa kuwa kwa msalaba wako mtakatifu umeikomboa dunia nzima. Utukuzwe e Yesu katika sakramenti kuu takatifu ya altareni. Utukuzwe Yesu milele. Utukuzwe e Yesu katika sakramenti takatifu za kanisa Katoliki. Utukuzwe Yesu milele. Utukuzwe e Yesu Ekaristi jioni ya leo katika maisha yetu na familia zetu. Utukuzwe Yesu milele. Jioni hii ya leo tukiwa mbele ya Yesu Ekaristi kama watoto wake, marafiki zake, ajenda ya jioni ya leo tutaomba mpenyo wa kiuchumi. Vifungo vyote tulivyofungwa rohoni na mwilini vya kiuchumi, tumwombe Yesu Ekaristi afungue mafundo yote yaliyotufunga kwenye eneo la uchumi. Uchumi kwenye familia. Unapoona watoto wamesoma lakini hawapati ajira, hilo ni zuio la kiuchumi. Wengine wanapata ajira lakini wanaacha ajira, hilo ni zuio la kiuchumi. Wengine kila wanachoanzisha ni watafutaji wazuri wa mtaji, lakini kila wanapopata mtaji na kuuweka kwenye matendo, huo mtaji unayeyuka wenyewe, zuio la kiuchumi. Wengine wamekuwa na changamoto ya madeni, familia nzima, watoto, baba, mama, wanahangaika sana kwenye hili eneo la madeni, hilo ni zuio la kiuchumi. Wengine wana biashara lakini hazikui. Wengine wana kazi lakini hazina manufaa. Hakuna cha maana wanachokifanya kikaonekana kwenye maisha yao. Tuko mbele ya Yesu Ekaristi jioni ya leo kuomba neema ya upenyo wa kiuchumi, kwa sababu tutakapokuwa imara katika uchumi, hata Mungu tutamtukuza kupitia nafasi nzuri za kiuchumi alizotujalia. Lakini tunapokuwa hatuko vizuri kiuchumi, mambo yetu, mambo ya familia, taifa, kanisa yanakwama. Neema ya uchumi kwenye familia. Tunao watafutaji wengi sana, lakini kila wanachokipata kinatawanyika. Jioni ya leo tunaposali mbele ya Yesu Ekaristi, tumwombe atufungue na makosa mbalimbali tuliyoyatenda. Wengine familia zetu zilikabidhi uchumi wetu kwenye miungu. Mtu yeyote anayeenda kutoa sadaka kwa waganga, huyo anakabidhi uchumi wake na uchumi wa kizazi chake kwenye madhabahu za shetani, na shetani anakuwa na uhalali wa uchumi wa huyo mtu. Kwa nini? Kuna sadaka ulipeleka na inazungumza. Inawezekana sisi vipato vyetu, uchumi wetu ulikabidhiwa pale ambapo hatupaabudu. Wewe unaabudu kanisani, lakini inawezekana waliotangulia walitoa kafara, walifanya matambiko, walipeleka sadaka kwa waganga wa kienyeji. Uchumi wa kifamilia ukashikwa rohoni, uchumi wa kizazi ukashikwa rohoni. Kujikuta tu mnapambana lakini hamuoni matokeo. Kwa nini? Uchumi wenu umeshikiliwa rohoni kimfumo. Uchumi wenu umeshikiliwa kwenye madhabahu za giza. Lakini tunapokuja kumwomba Mungu, kwanza tunakiri pale ambapo tulipata nafasi tukashindwa kuukabidhi uchumi wetu mbele yake. Pale alipotupa nafasi tukashindwa kurejesha shukrani zetu kwake. Na sasa tumejikuta tuko kwenye kitanzi cha mahangaiko na maumivu, kwa sababu uchumi wetu hatukuukabidhi kwake. Leo tunaposali mbele ya Yesu Ekaristi, ninatamani kila mmoja asali
kwa imani kabisa juu ya uchumi wa familia yake, juu ya uchumi wa uzao wake, juu ya uchumi wake binafsi, juu ya uchumi wa ndugu zake. Asimame kama kuhani na kufungua malango ya kiuchumi, na tumkabidhi Yesu Ekaristi leo uchumi wetu. Awe Mungu wa uchumi wetu, awe Mungu wa uchumi wetu. Uchumi wetu uzae matunda kutokea kwa Yesu Ekaristi. Uchumi wetu ustawi kutokea kwa Yesu Ekaristi. Uchumi wetu, wateja wetu tuwapate kutoka kwa Yesu Ekaristi. Kazi tunazozitafuta tuzipate kutoka kwa Yesu Ekaristi. Vyeo tunavyovitafuta tuvipate kutoka kwa Yesu Ekaristi. Uchumi wetu. Tumekuwa ombaomba kwenye taifa ambalo Mungu amelijalia rasilimali za kila aina, lakini wakazi wanaoishi kwenye hilo taifa hawanufaiki na chochote. Tuko mbele ya Yesu Ekaristi jioni ya leo. Muombe atufungulie malango ya kiuchumi. Mimi sijui familia yako, sijui kazi unayofanya, sijui biashara unayofanya, sijui changamoto unazokutana nazo. Wewe mwenyewe unajua unapokwama, unapofaulu, unapochelewa na unapotamani kufika, ni wewe unapajua. Kumbe tunapoomba kwa ajili ya mpenyo wa kiuchumi, ninaomba tusali kwa imani na kwa ushujaa na kwa matumaini, na tunaposali leo isiwe mwisho, uwe mwendelezo, kwa sababu baada ya kuwa umegusa kwenye eneo ambalo lilikuwa limeshikiliwa kwa muda mrefu, usifikiri kwamba shetani atakuacha hivi hivi, atakugeuzia kibao. Kumbe isitoshe tu kwamba leo nimekwisha kusali, asali na endelea kusali, na baada ya hapo endelea kutoa sadaka, na baada ya hapo endelea kupambana mpaka kieleweke, uwe nguzo ya kiuchumi kwenye familia yako. Kumbe tunapoenda kumwabudu Yesu Ekaristi, twende tuombee juu ya eneo hili la kiuchumi. Kwanza tufanye toba, kuomba rehema pale ambapo uchumi wetu haukumnufaisha Mungu, ukainufaisha miungu. Tumwombe Mungu atusamehe na aweze kuturejeshea urithi na haki zetu za kumiliki na kutawala tulizozikabidhi kwenye ufalme wa giza. Yesu Ekaristi jioni ya leo yuko tayari kuwainua wakuu, yuko tayari kuleta matumaini mapya, yuko tayari kubariki, yuko tayari kusamehe wale waliojinyenyekeza kwake, yuko tayari kuleta matumaini mapya. Kumbe basi tunaenda kuomba mbele yake. Kumbuka kwamba rohoni unaweza ukawekewa vikwazo vya kiuchumi. Tumejua kwamba hata hapa duniani kuna mataifa yenye nguvu za kiuchumi huwa yanaweka vikwazo juu ya mataifa mengine ya kiuchumi. Hii ni kanuni ya kiroho, na shetani anaweza akakuwekea vikwazo vya kiuchumi rohoni, akaiwekea familia vikwazo rohoni, na msijue kwamba amewekewa vikwazo rohoni, mkao mnaendaenda tu, lakini ndani yenu kukao kuna baraka kubwa ya kumiliki na kutawala nchi, lakini kwa sababu umewekewa vikwazo mnakuwa mfiki popote pale. Tunamwomba Yesu Ekaristi na tunakata rufaa mbele yake. Vikwazo vya aina yoyote tulivyowekewa kiuchumi, kama mtu binafsi, kama familia, kama taasisi, kama nchi, Yesu Ekaristi aridhie na atupe nafasi nyingine tena ya kuweza kunufaika na hichi ambacho tunamwomba jioni ya leo. Kumbe basi tutaenda kusali mbele yake kwa imani na matumaini, tukitambua kwamba Yesu Ekaristi yu mbele yetu na anatusikia na anatuona. Basi tutasimama na tutasali kwa pamoja mbele ya Yesu Ekaristi. Kila mmoja ulete uchumi wake mbele ya Yesu Ekaristi. Shambani mwa Baba yangu kuna mavuno mengi, lakini watendakazi ni wachache. Wafanya biashara waaminifu ni wachache, lakini kuna mavuno kwenye eneo la biashara. Viongozi, wanasiasa, watumishi wa umma, mavuno ni mengi,
lakini ni wachache. Wakulima, mavuno ni mengi, lakini ni wachache. Ndio maana Yesu Ekaristi anatuambia, mwombeni Bwana wa mavuno awapeleke watendakazi. Sisi kwenye maeneo mbalimbali Mungu ametuweka tuwe kama mawakili wa kuweza kuvuna kile ambacho amekiachilia kwenye nchi ya Tanzania na ardhi ya ulimwengu huu. Kumbe tunapomwomba Yesu Ekaristi, tunamwomba atupeleke kwenye mavuno ambayo ameyaandaa, ile portion ambayo Mungu aliiweka iwe sehemu yetu na sehemu ya kizazi chetu. Basi tusali kwa pamoja mbele ya Yesu Ekaristi. Yesu Ekaristi, rafiki yangu na Mungu wangu, nimekuja mbele yako jioni hii. Nimekuja tuzungumze kama mtoto azungumzavyo na baba yake. Yesu Ekaristi, wewe ni baba yangu, mimi ni mwanao. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni mkombozi wangu. Yesu Ekaristi, nimekuja mbele zako ili tuzungumze, ili nikwambie ninayoyapitia, ili nikwambie ninayoyapitia kwenye kazi yangu, ili nikwambie ninayoyapitia kwenye familia yangu, ili nikwambie ninayoyapitia kwenye uchumi wangu. Yesu Ekaristi, kabla sijakwambia, ninakuomba msamaha. Ninaomba unisamehe pale nilipokosea kanuni za kiroho, za kiuchumi. Ninaomba unisamehe. Yesu Ekaristi, ni kweli nimekosea kanuni nyingi za kiuchumi, upande wa rohoni na mwilini, kwa kufahamu na pasipo kufahamu. Jioni hii Yesu Ekaristi,